Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati ambapo Marekani na Iran zinaendeleza mashambulizi, ni wakati ambapo Rais wa Marekani Donald Trump kupitia ukurasa wake wa Truth Social anatangaza kwamba sasa ameufungua rasmi mlango wa bahari wa Hormuz kutokana na mashambulizi makali yaliyofanywa na jeshi lake la CENTCOM lililopo huko Mashariki ya Kati. Rais huyo wa Marekani ametangaza kwamba mlango wa bahari wa Hormuz uko wazi, huku ufuatiliaji ukionekana kwamba hakuna meli inayopita katika eneo hilo, lakini pia wa Iran wakieleza zaidi kwamba mlango huo umefungwa na kamwe hakutakuwa na uwezekano wa meli yoyote kupita katika lango hilo la bahari la Hormuz. Moja kati ya eneo muhimu ambalo wakati huu linapiganiwa na Marekani ni juu ya eneo la mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo sasa rais huyo wa Marekani anadai kuwa mlango wa bahari wa Hormuz uko wazi baada ya mashambulizi makali yaliyofanywa na jeshi lake la CENTCOM lililopo huko Mashariki ya Kati. Ni ukweli usiopingika kwamba siku ya jana kulikuwa na mashambulizi makali yaliyofanywa kupitia kamandi kuu ya Marekani Mashariki ya Kati CENTCOM, ambapo ilikamilisha operesheni mpya za kijeshi dhidi ya Iran. Lakini mashambulizi haya kwa namna moja ama nyingine inadaiwa kwamba ni mashambulizi ambayo ililenga maeneo kadhaa, lakini mashambulizi haya kwa namna ya kipekee ni katika kuhakikisha mlango wa Hormuz unafunguliwa. Lakini Tehran wakati huu inaweka wazi kwamba mlango wa bahari wa Hormuz kamwe hautafunguliwa, na ni kwa sababu Marekani imeamua kuendelea na mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump ni kwamba Marekani imefanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hasa maeneo yake ya kusini mwa taifa hilo, lakini sasa mlango wa bahari wa Hormuz uko wazi. Lakini taarifa iliyotolewa na jeshi la Iran ni kwamba mlango wa bahari wa Hormuz bado umefungwa na hakuna namna ya kuweza kufungua mlango huu wa bahari, na Marekani kamwe haitoweza kufungua kabisa mlango huo. Katika muda wa siku 25 tu tangu kusainiwa kwa makubaliano kumaliza vita, utawala wa Marekani umekiuka wazi karibu masharti yote ya makubaliano hayo na imetenda uhalifu mkubwa wa kivita kwa kushambulia miundombinu usafiri ya Iran, boti za uvuvi, meli za mizinga, vituo vya hali ya hewa na miundombinu mingine, ilisema taarifa kutoka nchini Iran. Wizara ya mambo ya nje ilisema pia kuwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa, nchi jirani zina wajibu wa kuhakikisha maeneo yao hayatumiwi kutekeleza mashambulizi dhidi ya Iran. Hata hivyo, katika wakati huu mamlaka mpya inasimama katika mlango wa bahari Hormuz, na kwamba hakuna uwezekano wa meli yoyote kupita katika lango hilo, na kwamba taarifa ambayo imetolewa na Marekani ni uongo mtupu. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje imeeleza. Taarifa hiyo imesema kuwa shughuli za usafiri kupita katika njia hiyo zimesimamishwa rasmi kutokana na mashambulizi ya kijeshi na kuongezeka kwa shughuli za kijeshi za Marekani katika maji ya Ghuba ya Uajemi. Mamlaka hiyo ilitangaza kuwa lango la Hormuz litaendelea kufungwa hadi itakapotolewa taarifa nyingine, imeeleza Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani kupitia taarifa yake baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba mlango wa bahari wa Hormuz umeshafunguliwa kutokana na mashambulizi makali, huku akieleza kwamba sasa jeshi la Iran halina nguvu tena katika eneo hilo la lango la bahari la Hormuz. Lakini kwa mujibu wa wafuatiliaji, ikiwa ni pamoja na makampuni ya mafuta lakini pia makampuni ya kufuatilia mlango wa Hormuz, ni kwamba eneo hilo bado halipitiki meli, na kwamba meli zote ambazo zinapita katika eneo hilo zinakaguliwa lakini pia zinarejeshwa nyuma wakati huu. Basi mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri.